Sarah, is it you? Bwana George na Lamon. Unipe tu dakika moja na rejea. Sarah, ni wewe? Kwani unajisikiaje dada? Kwani nilikupatia nyumba ikusaidie na tena umeanza kugonjekea ndani? Sarah, itabidi uamuke tuende hospitali. Sarah. Wacha daktari amekuja akuombee. Usipobadilika itabidi tu tuende kwa hizo hospitali za kawaida, lakini naamini daktari ataomba utakuwa sawa. Pole Sarah. Sikujua na kupatia mali ambayo tena itaanza kukuletea shida. Pole Sarah. Let me tell you why you are my treasure. Let me tell you why I love you so much. Jane. Si ungenioa mimi. Why are you marrying her? She's not the type of woman to be married. Babe, what's all about this? Jane, si mwambie ukweli. Uko na wangapi uko nje? Why are you marrying her? She's not the type of a woman to be married. No. Uko na wangapi? Uko na watoto wangapi? You should have even married me. Uko na mtoto. Unamuoa yeye kwa nini? Jane, mwambie ukweli. Why are you marrying her and she has not told you everything about... Hello wanangu nguvu wanangu badi watu wanajua kazi nafanya ni amazing zaidi mazina. Nashukuru sana kwa support yenu bana. Bila nyinyi singeweza kufika sehemu ambayo nimefika. Alafu nimefanya jinsi mtamu. Baada kuniangalia tumekuja huku tena leo maskani mazuri, nyumba nzuri kwa kweli. Mwenyezi Mungu ni wa maajabu, amebariki Dr. George kwa njia tofauti sana na njia ya kipekee. Ni kitu ambacho kwa kweli mimi kinanifurahisha sana. So tunazidi kufuatilia kiundani na kuna jambo fulani ambalo limetokea ghafla na daktari ametuambia lazima tufike hapa. So kweli alivyosema tunafika hapa, I contacted Dr. George very fast, akasema ni vizuri tuje ili tuweze kuangalia ni kitu ambacho kinaendelea because pia sisi hatujajua. Ametuambia tufike huku, atatuelezea kiundani ili tuweze kujua ni kipi kinaendelea, na tunashukuru Mungu mambo yanaenda vizuri na Mwenyezi Mungu ni wa maajabu sana. Kila kitu ambacho tunahitaji kiwe naye Mwenyezi Mungu anatenda. Ukoaje Dr. George? Niko salama Lamon. Yes. I'm happy. Yeah. And at least I can afford a smile. Yes. After recovering some of the properties which were bought by my money. Yes. And I'm so happy through Pastor Daktari Namwang and you, this is happening. Yes, yeah. Glory be to God. Amen. Now, baada ya kupeana hii nyumba, Jane, uliona alisita, lakini baadaye alikubali kunipa nyumba. Okay, after Jane kupeana nyumba, alikuwa na sita, lakini through daktari's power akapeana. Lakini hata mimi mwenyewe tangu hii nyumba ipeanwe najisi nikiwa mdhaifu. Sijui nini naendelea. So daktari, ile kitu nahitaji ni maombi. Endelea kuniombea pamoja na familia yangu ili nisirudi kule nilikuwa. I've seen a lot of changes and improvement in my family na nataka hiyo iendelee. Na nilikwambia I'm with you. And what I have for you, hata sitachi kusema saa hii. Mimi mwenyewe ndio najua. So, wewe endelea kuniombea, usaidie hii familia, tusiregee kule tulikuwa. Please, daktari. Kwanza hata umekuja mahali pazuri sana kusema kwamba msirejee mahali ambapo mlikuwa. Yes. Manake hapa kile kitu ambacho kilifanya mimi niweze kuambia Lamon na kutafute ni kwamba kuna mambo ambayo yanaendelea kwenye maisha yako na kwenye familia yako ambayo ni mambo mazito, mambo ambayo kwa kweli mmeweza ambayo yatakurudisha pale mahali ulikuwa. Yanataka kukurudisha mahali ambapo ulikuwa. Na ndiposa mimi siwezi kubali mambo kama hayo yaweze kutokea. Na ndiposa nikaharakisha nikamwambia akutafute uje haraka. Na ndiposa ukakuja tukafanya nini? Niweze kukuelezea haya mambo. Na kwanza Bwana George, kwanza niweze kukuambia kwamba
wewe ni mtu ambaye kwa kweli unajitahidi kuweza kuona kwamba unainua maisha ya familia yako na unatakia familia yako maisha mazuri, si ni kweli? Hata dada yako unataka kuona dada yako akiwa viwango vingine. Yes. Lakini dada yako, hebu njoo. Bwana George, Yes, daktari. huwa unaomba? Naomba sana. Tangu kwanza uingie kwa maisha yangu. Na kisha naomba mara pili kwa siku. Kwa sababu zile mambo ambazo zinaendelea kwenye hii boma, kuna vitu ambavyo vinaviona kwenye hii boma hata wakati ambapo tunatembea hivi. Kuna vitu ambavyo hata ungeharakisha kukuja kama sijakuja hapa, hata wewe sasa ungekuwa maiti, haungekuwa jinsi ambavyo ulivyo. Wow. Kwa hivyo nikisema utilie maanani kile kitu ambacho na kuambia ni utilie maanani. You mean to tell me that are still after my life? Waona ule mke ambaye ulikuwa naye Jane, ambaye mliachana na yeye. Yes. Unamkumbuka vizuri? Namkumbuka vizuri. Mama yake unamjua vizuri? Mama yake namjua. Ule mtu ambaye alikuunganisha na Jane unamjua vizuri? John. Yaani ni jambo la kuhuzunisha sana, ni jambo zito. Sijui utalichukulia vipi, lakini mimi nakuombea Mungu aweze kukupa nguvu ili uweze kudigest haya, sababu sijui sasa nikwambie namna gani. Mimi wacha nikwambie. Just open up, daktari. Is there anything that are planning or plotting against my life? Because tangu hii nyumba ipeanwe, I've not been okay, sincerely speaking. Sijakuwa sawa kabisa, so to speak. Kuna vitu zinaendelea kwenye hii familia, hizi familia ambazo zimeshikana hapa, yako ya Jane na John. Sasa hivi nikikwambia dada yako yuko katika hali ambayo ni mbaya sana. Najua hujui hilo najua ulifahamu kabisa. Na wewe unajua dada yako ako sawa. Unasema Sara huyu nilipatia nyumba. Nikuulize, mara mwisho uliongea naye lini mwisho? Kwa simu? Nimekaa karibu siku 2-3. Mambo ambayo yamezingira hili boma. Na ndiposa nataka najua utaelewa kwa nini natembea hivi nikizunguka. Ni uwepo wa Mungu ambao unazingira boma hili, kuweza kuifunika na damu ya Yesu. Na mimi niweze kukuambia kwamba Mungu akutie nguvu. Dada yako ako hali mbaya kwa sasa. Na yeye kuwa hali mbaya. What is happening with my sister? Just open up, daktari. Dada yako anataka kuuawa ili nyumba ichukuliwe. Dada yako ako katika hali ya kuweza kuuawa. So daktari, I wish ungetuelezea kiundani, utuelezee from step by step, angalau pia sisi tuelewe, usituache kwenye mata. Najua kabisa tunakuelewa na unazungumza kwa njia ya kiroho, lakini vizuri pia utuexplainie kiundani ili tuweze kuelewa vizuri. Wacha sasa nikwambie sababu ambayo inafanya dada yako anataka kuuawa. Unaona mama yake Jane? Yes. Ile wivu ya kuweza kuona kwamba hii nyumba inataka kuchukuliwa na kila kitu amenyang'anywa, na akaanza kufuatilia ule mtu ambaye anakaa hapa, ambaye alipewa nyumba, ambaye ni dada yako. I remember yeye alisema alitaka hii nyumba iuzwe apewe nusu ya pesa. Nakumbuka vizuri sana. Na hiyo ilimkasirisha. Wakati nilipewa nyumba alikasirika sana na msichana wake Jane. So sijui tena kama wamepanga, wamerudi wakapanga, wanataka kuniangamiza ama nini. Alikasirika na msichana wake Jane na akakasirika na dada yako ambaye ako sahi hali mbaya. Na kile kitu ambacho Jane, kuna kitu ambacho Jane ako nacho ambaye pia Jane anatafuta kuuawa. Jane anataka kuuawa na nani? John wakiwa na mama yake. Hiyo ni kitu moja yani ya kushtua, maana sasa kama mama anaweza ua msichana yake, what about me? Simameni hapa, nataka kuomba nikiwa nimeangalia huku. Msiangalie huku. Huku hii pande msiangalie. Muangalie ile pande nyingine. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Tazama ni mchana mwema tuko machoni pako.
Mungu Baba, angalia boma hili na lizingira na damu yako takatifu, na kemea vile vitu vyote ambavyo vimezingira hili boma, zile vitu ambazo zimeweza kurushwa ili kuweza kuona kwamba zinarudisha hii familia nyuma, na zikemea zote na ziteketeza na damu yako takatifu. Na ni mchana mwema na kuja mbele zako nikisema ni asante, na ni katika jina la Yesu nimeomba na tukuamini, Amen. tusonge hivi. Daktari, you are scaring me. You are scaring me completely. Daktari, so hizo vitu umesema ziko wapi? Sasa Hizo vitu ziko kwa hii boma, na daktari, utatoka kwa hii boma mpaka tutafute, ama utafute hizo vitu mahala Roho wa Bwana akuelekeze upate hizo vitu mahali ziko, because I cannot afford to lose a sister. Nimempoteza mke wangu. Now you are telling me my sister is critically ill. Sijui ni nini kile kitu. Hiyo kitu ambayo unajua ni nini? Ni vitu ambazo ameweza kurushiwa. Kuna vitu ambazo ameweza kurushiwa ili kuweza kuona kwamba anakufa na Jane pia akufe, pesa wachukuliwe na hii nyumba pia ichukuliwe. Na hii pesa iko wapi? Hii pesa ni Jane ambaye ako nayo. Kuna sehemu hiyo pesa iko. Jane anajua mahali iko. The man I was sending her. Ndio, ni part of hiyo pesa ambayo ulikuwa unamtumia. Ni moja kati ya zile vitu ambazo ulikuwa unamtumia. Now, shilingi milioni 5. Wow. Daktari, see how you will help me out. These people are still out to finish me together with my family. Angalia sasa. Nataka ujukue tupa jiwe hili kule kwa ile kona. Songa hivi. Mimi bwana George nikuambia kwamba niko hapa kuweza kukusaidia. Na nilikwambia kazi yangu naifanya kwa haraka sana. Na sipendi kupoteza muda kwenye kazi yangu. Unafahamu kazi yangu, tangia tuanze kuanza kazi na wewe sijawahi kuangusha hata mara moja. Na nguvu nilizopewa na Mwenyezi Mungu, nitaweza kuhakikisha kwamba hakuna jambo ambalo litendeke kwenye maisha yako na dada yako atapona, ila kabla haja sijamtengeneza, nataka tu umwangalie kwa sasa. I have faith and trust you, daktari. Do whatever you can to help my sister. So daktari, nikiuliza huyo dada yake ako inali ya wewe mwenyewe ukimtengeneza anaweza kuwa tu sawa ghafla na akue vizuri kabisa, because umesema ni madawa amerushiwa. Hizo ni vitu ambazo amerushiwa, hata ziwezi chukua hata dakika 10 mimi nikifanya kazi. Maana kazi yangu naifanya kwa haraka sana. Ghafla tu ataamka. Sababu mimi ni vitu kidogo sana ambazo zimefanywa tu kwa hii boma ambazo hakuna kitu ambayo inashinda nguvu za Mwenyezi Mungu. Unao usijaribu kulinganisha vitu za utawi na vitu za Mwenyezi Mungu. Sawa? Kwa sababu mimi najua vile ambavyo naelekezwa na Mwenyezi Mungu ili niweze kufanya hii kazi. Now, I just want you to assure me, daktari, will I be happy after recovering some of these properties which was bought by my money? Will I be happy? Wale watu sasa unaona sasa sistangu nilimpatia nyumba. Sasa unasikia ameadhirika. Sasa amegonjeka. Am I going to be happy? Utakuwa na furaha, utaishi maisha ambayo kwa kweli hakuna kitu ambacho kitaweza kufanyikia. Amen. Unajua ni kwa nini hakuna kitu nimeweza kurusha kwako? Ni kinga ambayo niliweza kukuwekea. Amina. Wewe kuna kitu umehisi kwenye maisha yako? Nimesikia tu dhaifu kidogo, lakini I'm okay. Mimi kinga ni tayari nimekuwekea. Hakuna kitu ambacho kitakufanyikia kutoka sasa, na kemea nguvu zote za giza ambazo zinaweza kuwa katika huu mlango. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Acha niingie kwanza. Acha bwana George afuate. Daktari, I hope tutembei kwa vitu zingine tena ambazo zitaniadhiri. Ukiwa na mimi usiwe na woga wote. Ukiwa na mimi usiwe na woga wote. Njoo. Sara, ni wewe? How are you feeling, sister? Kwani wewe ni mdhaifu? Sara, are you well? Hawezi ongea kwani? Daktari, zile vitu ambazo amerushiwa zinafanya hawezi kuongea vizuri. Unaona sauti aje?
Hujaenda hospitali? Hii si jambo ambalo linafaa kwenda hospitali. Hizi jambo za hospitali. Sara, hata kusikia vibaya lini? Sara, is it you? Bwana George na Lamon. Nipe tu dakika moja na rejea. Sara, ni wewe? Kwani unajisikiaje dada? Yani kwani nikupatia nyumba ikusaidie na tena umeanza kugonjekea ndani? Sara, itabidi uamuke tuende hospitali. Sara, wacha daktari amekuja akuombee. Usipobadilika itabidi tu tuende kwa hizo hospitali za kawaida, lakini naamini daktari ataomba na utakuwa sawa. Pole Sara. Sikujua na kupatia mali ambayo tena itaanza kukuletea shida. Pole Sara. Bwana George. Chukua ya maji. Simama nayo pale kwa kona. Simama usimwage, simama tu nayo pale kwa kona uniangalie. Nataka urudie maneno nyuma yangu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Mungu Roho Mtakatifu. Mwokoe dada yangu, mkinge kutokana na nguvu zote za giza, wachawi wote, wale wote ambao wanahusika kuweza kuona kwamba wanachukua vitu zangu, kwa kuchukua vitu zangu, na wateketeza na damu yako takatifu, na damu ya Yesu Kristo. Enda mwangie maji. Sorry. It will be well, sister. It will be well. It will be well, sister. In the name of Jesus. In the name of Jesus. It will be well, Sarah. It will be well. Wachawi watakufa katika jina la Yesu. Sarah, it will be well. Sarah, it will be well. It will be well. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Tunavunja kila madhabahu ambayo inuka kwa maisha yako katika jina la Yesu. Utakuwa sawa. Haya, nipe haya maji. Haya, keti. Najua huna nguvu kwa miguu, lakini keti tu kunywa haya maji. Naombea haya maji. Wakati ambapo utaioka kinywani, afya yako irejee, vitu zote ambazo ziko ndani yako na ziteketeza na zivunja zote katika jina la Yesu. Kunywa haya maji. Kunywa sana. Kunywa sana. I know you will recover in Jesus' name. It will be well, Sarah. It will be so well. In Jesus, there is nothing impossible. Haya, Lamon songa. Aweke mke asimame hapo. Unaweza amka ama nikuamshe kidogo? Acha. Nataka uone nguvu ambazo nilipewa na Mwenyezi Mungu, acha kuja mwenyewe. Acha nijaribu. Glory be to God. Hey. Amka pole tu. Nguvu itarejea kwa jina la Yesu. Amen. Sarah, you can walk. Sarah, daktari, Ubeba kikombe uende nayo mpaka pale kwa kona urudi. Aya, simama na ruka nayo juu. Aya, kunywa hayo maji ukiwa hapo. This is amazing. Aya, njoo nayo. This is amazing. Unasikia namna gani? Nasikia poa. Hey, Sarah. Nasikia poa. God. Sarah. Hii nyumba umalize vile walimaliza mke wangu Sarah. You are my only sister. Wewe tu ndio naona tu, yani nikikuangalia hivi naona mama yangu. Yani hii nyumba mlinipea, nilikuwa nadhani ni baraka. Tangu niingie kwa hii nyumba nimegonjeka kabisa. Daktari, unaona daktari na mwanga? Huyu nguvu za Mungu zinatembea ndani yake. Mimi nilikuwa najua watakuja kuweka. Subiri kidogo. Mimi nilikuwa najua watakuja kuweka hizo vitu, na sikutaka tu, nilitaka tu walete hizo vitu zao waziweke hapo, nikuje nidhihirishe nguvu za Mwenyezi Mungu. Nilitaka tu muone nguvu za Mwenyezi Mungu. Ndio maana sikuzitoa, sikufanya nini mpaka nguvu za Mwenyezi Mungu zionekane dunia mzima. Ndio maana niliacha tu pale. Hata hiyo kitu mimi nilikuwa najua hakuna kitu wangekufanyia hata ukufe, hapana. Mimi nilikuwa na wewe, walikuwa na mpango wa kuue ndio, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu
hakuna kitu ambacho kingefanyika. Amen. Sarah, it will be okay. Amen. It will be okay. Amen. Daktari, so ulisema utamvuta huyu ambaye alifanya kila kitu, na ulisema huwezi amini kwa yule, hawezi amini mtu ambaye alifanya hizo vitu zote. Mimi nikikuambia kwamba mtu ambaye alihusika kuweza kuona kwamba bibi yako alifariki, ndiye huyo mtu ambaye alihusika kuweza kuona kwamba dada yako anapitia, na huyu mtu ni mtu wa karibu sana. Na wakati ambapo nitamvuta, hautaamini macho yako, hautaamini kile kitu ambacho utakiona na macho yako. Daktari, I don't want you to leave any stone unturned. I don't want you to leave any stone unturned. Kama ni kitu adhibu hao watu, daktari. I've gone through a lot of suffering. Mimi najua jinsi ambavyo nafanya kazi yangu. Nitafuta watu wakuja hapa. I've suffered so much. Wacha nikubebea simu nani? Tenda Sara. Usikiwe na wasiwasi, kila kitu kitakuwa sawa. Wacha tusubiri daktari afanye mambo yake. So tunasubiri tuone vile itakuwa because so daktari umesema tusubiri. Wacha niombe tukimsubiri aje hapa. Piga hapa chini magoti niweze kukuombea. Kuja muwekelee mkono. Lama niinua mkono yako moja juu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, tunakuja mbele zako tukikemea nguvu zote za giza ambazo zimeweza kuinuka katika hili boma. Wale watu ambao wanahusika kuweza kuona kwamba wanaharibu maisha ya watu wengine, ambao wamejiinua na maroho ya kiganga, maroho ya gizani, na teketeza yote, na katika jina la Yesu nikuomba nikuamini. Amen. Amen. Daktari, wacha tusubiri tuone vile itakuwa, na asante sana kwa kazi yako nzuri. Bye bye, next time.